huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Msasu. Tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Upendo ni maisha ya watu wa Mungu. Amina. Na maisha ni upendo. Ukiona una upendo, tambua kwamba maisha kwako kuna shida. Au ukiona maisha kwako yana shida, tambua kwamba kuna uhaba wa tunda linaloitwa upendo. Watu wa Mungu, Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili zinazoshindana. Katika kushindana kwao hizi falme mbili, zinakutegemea wewe mwanadamu. Hilo ningependa ulijue, ningependa ulifahamu. Lina msaada mkubwa sana kwako. Mungu ni matendo yaliyo mema na shetani ni matendo yaliyo maovu. Lakini ili Mungu katika yale matendo yaliyo mema, ili aweze kujidhihirisha chini ya jua, anakutegemea wewe. Shetani na ufalme wake, ili ufalme wake uweze kuonekana chini ya jua, anakutegemea wewe. Watu wa Mungu, mtu wa Mungu, wewe ni wa thamani. Hilo ningependa ulijue, ningependa ulifahamu. Ukishalijua na ukafahamu, lazima kutatokea mabadiliko makubwa sana kwenye maisha ya kwako. Kristo anayetegemewa ni jamii ya mwanamke. Kwa nini? Yeye ndiye aliyetufundisha. Kwa wewe mwenyewe unatakiwa kutoa. Tumetuma alikwambia mwanamke, wewe mwanamke ndio uliyefanya hii dunia ifike hapa. Na Mungu ametuma nikwambie wewe mwanamke, kuanzia leo uitoe hapa dunia ilipoharibikia. Anataka kuona nafasi yako aliyokuumbia kwa mfano wake akitukuka yeye. Maana yake anemfanya shetani atukuke chini ya jua ni wewe mwanamke. Ndio maana yake. Naomba makini. Huu ni ujumbe kwa serious. Shetani anajua ninapotoa huu ujumbe kwamba shetani anajua kuwa kama akifanikiwa kuteka jamii ya wanawake, basi atatawala dunia. Kwa hiyo mwanamke, kuanzia leo ujue kwamba wewe chini ya jua una vita na shetani. Amka. Umesikia huyo pepo hapa amesemaje? Mwanamke wa hili anga. Jua thamani yako. Mwanamke, huu ni wakati wa kujua thamani yako. Ni wakati wa kufahamu wajibu wako nini chini ya jua.
hata ndani ya nyumba. Mwanamke, usipojua wajibu wako, nyumba inaharibika. Baba, usipojua wajibu wako, nyumba inapotea. Lakini nani ambaye atakuwa ameshika ule mkia wa kupoteza ile nyumba? Ni wewe mwanamke. Mwanamke ni nyumba. Mwanamke ni dunia. Ndio maana leo hapa katika ujumbe niliopewa leo tunaona kabisa shetani anahangaika kuteka ulimwengu. Nani kipaumbele wa kumteka ili shetani atawale ulimwengu? Kwa hiyo Mungu amenituma nikwambie wewe mwanamke, anataka kuona dunia ikibadilika. Huu ni ujumbe usiopingika. Ni kweli usiopingika kuwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa, chukua neno kama akifanikiwa, manake wewe mwanamke una vita na shetani. Manake maisha yako wewe mwanamke unawindwa na shetani. Kwa hiyo saizi napenda niseme thamani yako mwanamke. Tambua thamani yako. Mungu anakuhitaji kwa ajili ya kuigeuza dunia ikatende yaliyo mema. Shetani bado anataka endelee kukukalia ili dunia itende maovu. Huna roho, hutanielewa leo. Hutanielewa. Lakini kila mmoja ukijua wajibu wako, njema zaidi. Tutaona familia za waabudu halisi zikipiga hatua. Unanielewa watu wa Mungu? Unanielewa? Unanielewa? Wanawake huko vitani. Unajua zaidi ya miaka 2000 kwa sijui. Tulikuwa tunapambana na shetani, hatukujua. Kumbe sisi wanaume sio wajibu wetu kwenda kupambana na shetani. Shetani anatucheka. Ndio maana zaidi ya miaka 2000 mpaka sasa shetani ni mshindi duniani. Kwa sababu ya nini? Kamshikilia mwanamke. Naomba mnielewe. Leo hamwezi mkanielewa. Kuna mwaka. Jumbe kama hizi ni adimu, ni mafunuo yenye gharama kwa ajili ya kujitoa ili Mungu aweze kushuka akajidhihirisha chini ya jua. Kwa hiyo ili Mungu wa kwetu ajidhihirishe chini ya jua, manake dhambi iondoke, anamhitaji mwanamke. Mwanamke amka. Jua thamani yako mwanamke. Kubali ufahamu. Kubali kubadilika mwanamke. Kubali. Kumbe shetani anajua ili aendelee kuwa mtawala chini ya jua, anashikilia ufahamu wa mwanamke. Na siku nilifundisha kwamba ukiona nyumba ya wanandoa waliokoka inalalamika maisha ni magumu, mzigo atuliwe mwanamke. Na siku nimewafundisha. Njia ya msalaba ni maarifa. Neno maarifa ni pana sana. Maarifa ni elimu fulani ya kukutoa mahali fulani kwenda mahali fulani. Lakini haya maarifa ninayoyatoa mimi ni ile elimu ya kiroho, sio ya kidunia, ya kiroho. Maarifa ya kiroho. Achaneni na maarifa ya elimu hizi mnazosoma, mnabeba degree, master. Achaneni nazo, ni siko huko. Leo tunaona wasomi wote ni wajinga.
wanawake wasomi ndio acha wajinga juu ya wajinga, sio tusi. Ni neno linalotembea kwa ajili ya kufundisha, kwa ajili kama funguo ya kufungua ufahamu. Hadi hapa dunia ilipofika, tunalia magonjwa mengi, shida nyingi, kanisa halina mafanikio, ni kwa sababu ufahamu wake umetekwa. Kwa hiyo mimi nimetumwa kuja kurejesha, kuja kufungua ufahamu wa wewe mwanamke. Hii ni ibada kwa mara ya kwanza iliyofanyika mbinguni. Tumtume nani akakomboe dunia? Aende nani? Malaika wote walikuwa wana mwili, kwa sababu kitu kinachoitwa ni damu. Lakini roho inayoshikilia Yesu ambaye ni Kristo leo hii ilisema nitume niende pale duniani nikapambane ile vita ya kurejesha kanisa. Lakini mbingu zikatazama ushindi wa hii vita duniani, namna ya kurejesha kanisa lazima awepo mwanamke. Naomba mnielewe wanawake, naomba mnielewe thamani. Mungu alivyokaa akaona amepotelewa na uumbaji wake kwa mfano wake chini ya jua. Manake mamlaka ya Mungu yalitekwa chini ya jua na Shetani. Lakini ni namna gani Mungu atarejesha mamlaka yake kilichoangaliwa chini ya jua hapa duniani? Naomba mnielewe na hapa duniani alitafutwa mwanamke yuko wapi? Unanielewa hii? Hamnielewi. Bado mmepunguliwa. Kabineti ya mbingu ilikaa ikachunguza duniani, ni mwanamke gani? Mwanamke, sio mwanaume, mwanamke, sio mwanaume, mwanamke. Mwanamke. Kaonekanika mwanamke, mbingu zikamridhia mwanamke wa chini ya jua kwamba yeye ni njia pekee, yeye ni nguzo pekee ya kufanya ulimwengu ubadilike. Naomba mnielewe. Naomba mnielewe. Sana kwa mtulivu mwanamke. Wewe ni wa thamani. Umeumbwa kwa kusudi. Umeumbwa kwa kusudi. Leo niko hapa na utume wangu, nimetumwa kurejesha ufahamu wa mwanamke. Mwanamke ukishakubali haya ninayokuhubiria, elimu inayoiweka ndani yako, Kristo. Lakini bila wewe mwanamke kukubali, Kristo hata wewe. Kama Mariamu akakubali kupokea silaha. Mwanamke akakubali kupokea, angekataa yule mwanamke? Kwa hiyo zaidi ya miaka 2000 kanisa alikujua vita inayopigana, wanaopigana naye ni nani ambaye ana uwezo
uwezo wa kummaliza huyo adui. Leo nafunuliwa mimi, kumbe ni mwanamke pekee, wala sio mwanaume. Mwanaume ni silaha ambayo anatakiwa ibebe mwanamke kwenda kummaliza shetani. Maanake hii dunia katika hizi falme mbili, ili ufalme mmoja ushinde, ni lazima mwanamke awepo. Tumeona ufalme wa kwake Mungu pale Edeni uliangushwa. Shetani alijua kabisa kwenda kumfuata pale mpaka ninyang'anye mamlaka. Ni mwanamke. Wanawake mliobahatika kuingia kwenye ndoa, ipo mkeni, meingizwa kwa kusudi. Wanawake wengi ni wajane kwa sababu ufahamu ni mdogo. Mwanamke unatumika kwenye mabani kwa sababu ya ufahamu wako ni mdogo. Sehemu yoyote ile ambapo ufalme wa kigiza wa shetani unatakiwa kustawi, anaenda kuwekwa mwanamke. Kuanzia leo ukatae. Amina. Mwambie mwanamke mwenzio, kuanzia leo mimi sitakuwa wakala wa shetani. Mwambie. Tuwe serious wanawake. Zaidi ya miaka 2000 Kristo alishindwa kudhihirika. Leo tumepewa miaka 1000. Nani wa kuifikisha miaka 1000 mbingu chini ya jua ili Mungu adhihirike? Ni wewe mwanamke. Kuna siku utajua kwa nini nayasema haya, lakini ukiyapokea ukayafanyia kazi, utaona ushindi wa hii vita. Mimi ni watu wa Mungu. Amina. Mnanielewa ni wanawake? Amina. Mnanielewa ni akina mama? Amina. Wewe ni wa thamani. Shetani namna ya kutawala hii dunia amegeuza thamani ya mwanamke, ameificha, kapewa mwanaume awe na thamani chini ya jua. Nayo hii ni Afrika, ndio maana ni maskini, ndio maana dhambi inalimwa Afrika. Na siku mtanielewa. Mila na desturi zinamkandamiza mwanamke, zinampa nafasi mwanaume. Ndio maana Afrika au Tanzania ni masikini. Ndio maana Afrika, Tanzania, Kristo hakuna. Hata kama Kristo yumo ndani mwao, hakuna matokeo. Ni kwa sababu mwanamke ambaye ni silaha pekee ya kwenda kumaliza shetani hajapewa nafasi ya kwenda mbele ili akapambane vita. Hata kama mwanaume akiwa ni mtu mkuu, yani hata kama mwanaume akiwa na mamlaka, akiwa bosi, kwa utulivu, akiwa ni mtu mkuu sana katika maisha yake, ni lazima ajue kuwa kuna wakati alikuwa kichanga katika tumbo la mwanamke. Natoa macho kwa sababu kichwani hakuna. Mwambie mwanamke mwenzangu, kichwani hakuna wewe. Endelea kubisha. Huu ni ujumbe wa Roho. Huu ndio unaokupa mpeni. Sipojitambua mwanamke, utakuwa mtumwa. Kila mzigo ni wa kwako, kwa sababu ujitambui, thamani yako ujui, utatumiwa. Hata kama mwanaume akiwa mtu mkuu, manake hata kama mwanaume ni rais, lakini akikumbuka ametoka kwenye tumbo la mwanamke. Ndio maana leo
Shetani anasema ni kweli usiopingika kuwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa kuteka jamii ya wanawake, na popote pale ilipo jamii ya mwanamke akosekaniki mwanaume. Kwa wewe mwanaume, hayo unaopitia ni kwa sababu ya mwanamke. Endelea kushangaa, mimi nimefunuliwa. Tunapotamka kwamba jamii ya wanawake, popote ilipo jamii ya wanawake, walipozunguka wanawake, wanaume wapo. Nao wanaume waliozunguka kwenye jamii ya wanawake wametoka kwenye matumbo ya wanawake. Kwa hiyo hauwezi ukawa mwanaume bila mwanamke. Mwanamke wewe ni wa thamani, funguka ufahamu. Tunataka shetani aanguke. Manake dhambi haitakuwepo. Manake kanisa litafanikiwa. Nani wa kulifanya kanisa lifanikiwe? Ni mwanamke. Ujijui tuwe mwanamke uliokoka unapitia magumu, ujijui. Upo vitani. Shetani anajua. Shetani anajua thamani ya mwanamke. Lakini kanisa halijui thamani ya mwanamke. Wanaingia madhabahuni ni kuchunguza nguo za wanawake. Kuchunguza tu wanawake, leo wamevaeje? Leo wamesuka. Wewe. Kumbukeni nasema hivi, zaidi ya miaka 2000 kanisa lilikuwa halijui adui wanaopigana naye namna ya kumshinda ni mbinu ya namna gani. Mimi leo nimefunuliwa kwamba ili huyu shetani anguko liwepo chini ya jua, urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo tutawale na kumiliki, ni lazima mbele ya hii jamii awepo mwanamke. Nimesema hivi, mbingu zilikaa kikao cha mbinguni, watu wa Mungu kilikuwa kinajadili ni namna gani ya kumnyang'anya shetani chini ya jua mamlaka aliyoyaiba Edeni. Akatafutwa mwanamke. Mungu akaweka uzao ndani ya tumbo la nani? Mwanamke. Angekataa? Kwa kila wewe mwanaume unajitambua ni rais, ni mkurugenzi, ni bosi, ni bilionea, kumbuka ulikotoka. Ubilionea wako unajitambulisha kutokana na tumbo la mama la mwanamke, thamani ya mwanamke. Kwa lugha rahisi tunasema mzaa chema. Ili neno mzaa chema linasimama kwenye mtu mkuu, mtu bora. Mwanaume bora yoyote yule, lazima nyuma yake yuko mama yake, ndio aliyemleta. Leo mimi nahubiri hapa, kuna mwanamke mmoja ni marehemu, ndio aliyenileta. Leo natambua kuwa mtume niliandaliwa. Bila yule mama angeamua kutoa huo ujawepesi au angekataa kwa njia yote, wala mimi singesimama. Na kusimama kwangu mara hapa, nyinyi wanawake, mimi nasimama kwa ajili ya kuwakilisha hili mbingu Kristo tamliki. Kwa hiyo mimi siwezi nikamfikia shetani akaachilia ile mamlaka ya Edeni bila wewe mwanamke. Kwa wanawake mnatakiwa kusupport injili. Wanawake mnatakiwa kung'ang'ana kuokoka. Ndio maana wewe mwanamke uliokoka una vita kwenye ndoa yako haija kutokea. Nani anayesababisha? Ni shetani. Anajua kwamba yeye anaenda kuwa ni anguko duniani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Mungu linasema ni kweli usiopingika kuwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa, maana shetani, watu wa Mungu, anawinda kila kukicha kuharibu ufahamu wa mwanamke.
Hayo naamini umenielewa. Kwa jamii ya wanawake basi ataitawala duniani. Kwa shetani kumbe utawala wake mkubwa hapa duniani, hana muda na mwanaume. Mwambie mwanamke uzoe shetani hapa duniani jamaa, hana muda na mwanaume. Ana muda na wewe mwanamke mwenzako. Ndio nawaambia. Kwa hiyo ili shetani ashindwe kuwa na ufalme wake chini ya jua hapa, wanawake lazima mkatae. Amen. Mwambie mwanamke mwenzio, kuanzia leo shetani hana nafasi duniani. Mwambie. Kuanzia leo shetani hana nafasi duniani. Mwambie tena. Ongea kwa ujasiri watu wa Mungu. Umesikia? Kuanzia leo shetani hana nafasi duniani. Amina. Hata kama mwanaume akiwa mtu mkuu sana katika maisha yake, ni lazima ajue kuwa kuna wakati huyu mwanaume ambaye ni rais, ni waziri, ni bilionea, alikuwa kichanga katika tumbo la mwanamke. Kwa wanaoleta watu wachoyo duniani ni wanawake. Unateka? Ni jamaa lichoyo tu duniani, limetoka tumbo la nani? Mwelezane wenyewe. Lijitu lilevi tu hapa duniani, limetoka tumbo la nani? Akikataa mwanamke kutakuwa na walevi? Hapana. Sijasikia. Hapana. Kwa hiyo mnasemaje? Shetani katika ufalme wake na vikao vyake, mipango yao mikubwa, thamani ya kuitawala hii dunia, anajua mtawala namba moja ambaye anatakiwa kukamatwa na kutekwa ni mwanamke. Kwa mwanamke kumbe ndio mtawala pekee namba moja chini ya jua. Ni kwa nini neno mtawala limempa nafasi mwanamke? Mwanamke ndiye anayetengeneza uzao. Jamii iliyo bora, iliyokoka, mme na mke, wataleta watoto wasio watenda dhambi. Unajua hii, mwanamke akisema anataka kuzaa atazaa, akisema hataki kuzaa azai. Ni wanaume, mimi nawapa siri. Angalia chini. Nilikuwa nafunuliwa, sio story. Na kama mimi ni muongo, roho ni muongo, jishuhudie. Nani aliyemleta huyu mtume Mwansasu ni nani? Wewe umeleta yupi? Shetani anajua kuwa mwanamke ni mtawala, na nyumba yoyote ili inyoke ni mwanamke. Nyumba yoyote ili iwe na mafanikio ni mwanamke. Nyumba isiyo na mwanamke ni shida. Thamani ya mwanamke. Kwa wewe mwanamke ufanye nini? Cha msingi ni kuijua hii vita hapa duniani, kwamba wewe upo kwa ajili ya ili Mungu yeye ufalme wake udhihirike, sio shetani. Kwa nini nataka kusema? Kule mbinguni walikaa tumtumelani roho ile kai, lakini ile roho chini ya jua lazima iwe na damu, na ili damu iwepo lazima itokane na tumbo. Ndio maana kile kilicho chema kilikuwa ndani ya Bikira Maria. Mariamu alijitunza watu wa Mungu. Mungu anachungulia kanisa, wanawake waliokoka, hata kuwatumia. Kuna siku mtanielewa, lakini leo hamwezi mkanielewa. Kwa hiyo kumbe mtawala namba moja ambaye anawindwa katika hizi falme mbili ni mwanamke. Kwa nini ni mtawala chini ya jua? Mwanamke ndo anayemiliki uzao. Mtu hata anayezaliwa chini ya jua anatoka tumbo.
Mwambie jirani yako yote au mwanaume wewe mwambie tu. Mtu atalezaliwa duniani anatokana na tumbo la nani? Mwambie unataka ajue jirani yako. Kwa hiyo tumbo la uzazi la mwanamke linamiliki uzao, linamiliki utawala duniani. Leo Yesu ni mfalme wa wafalme. Leo hii ni mkombozi, ni kwa sababu ya tumbo la mwanamke. Tapiga sana nyayo wanawake. Chimbuko la mwanadamu chini ya jua ni mwanamke. Wewe mwanamke, chimbuko lako hapa duniani umemleta nani? Kwa hiyo hapa tunajifunza watu wa Mungu kwamba kumbe mwanamke unatakiwa mstari wa mbele kwenda kwenye kanisa. Tunajifunza wakati Yesu anafufuka, aliyepeleka injili ya kwanza ya ufufuo, injilisti wa kwanza ni mwanamke. Yesu alipokuwa anakufa na anafufuka siku ile, ilikuwa ni limbuko. Nani aliyebeba ile limbuko? Ni mwanamke. Shetani alichokifanya Afrika au Tanzania au Njombe, kakamata ufahamu wa wewe mwanamke. Lengo na kusudi atakayeendelea kutawala. Manake dhambi ili iishe duniani inafuatana na kukubali mwanamke au kukataa mwanamke. Hivyo ujiulizi, asipokuwepo mwanamke kuna watu wanaendaga wenyewe. Kwa nini hawaendi? Muulizane wenyewe kwa mimi nisikie ukubali. Kwa nini hawaendi? Na? Wanawake ni kivutio kwa kivutio cha dhambi. Mwanamke toka kuumbwa kwa dunia, yeye ndio mtawala wa hii dunia. Kwa nini ni mtawala wa hii dunia? Anamiliki uzao. Manake tumbo lake la uzazi ndilo linalompa thamani ya kuifanya hii dunia iongezeke, kutenda mema au kutenda mabaya. Kwa hiyo chimbuko la hii dunia katika kutenda dhambi au kutenda mema ni mwanamke. Haya ni maarifa Mungu amenituma nayo ili tumuhubirie mwanamke ajitambue. Mimi ni watu wa Mungu. Afrika ni maskini ni kwa sababu mwanamke hajapewa nafasi. Ndio ile roho ya Kiyahudi. Mimi sikujua ni kwa nini Mungu alisema nifundishe kuhusu roho ya Kiyahudi. Kumbe alikuwa ananiletea swala hili. Ile roho ya Kiyahudi tukiikataa ndani ya kanisa, mwanamke akapewa nafasi, tutatoa uzao ambao ni silaha kubwa ya kwenda kupambana na shetani. Chanzo manake asili ya uzao duniani, sio mbinguni. Wapi? Duniani ni mwanamke. Na tukumbuke huyu mwanamke ni mtawala pekee duniani. Anatawala jiko. Anatawala nini? Jiko. Anatawala nini? Jiko. Wewe mwanamke kama unaweza kujitegemea wewe mkenya wewe. Wakenya wako ngapi? Wakenya. Mimi maana Wakenya. Mwanaume asiye na mke. Kwetu Nyakyusa tunaita Wakenya. Manake anapata tabu kwenye kupika. Kila siku anaenda kula migawani. Na migawani anapika nani? Mwanamke. Anatawala mwanamke chini. Anatawala nini?
ninachotaka tu mjue kwamba wewe mwanamke, naomba ufahamu kuanzia leo kwamba maisha yako yote chini ya jua, wewe ndiye unayepambana vita na shetani kwa kupitia neno la Mungu. Mwanzo 3:15 inatueleza hakuna ambapo mwanaume ameelekezwa. Ndio maana anasema zaidi ya miaka 2000. Kumbe kanisa lilikuwa lina ushindi, ni kwa sababu silaha yenyewe iliachwa wapi? Nyuma. Soma hiyo Mwanzo. Soma hiyo Mwanzo. Ujumbe leo mzuri, lakini ndio muda umeisha. Mzuri katika huu ujumbe imepangiwa na muda. Roho. Kwa nini? Fahamu za wanawake zinahitajika sana kwa huu wakati. 3:15. Neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako wewe mwanamke, wewe nyoka na huyu mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utaponda kichwa na wewe utaponda kisigino. Kwa mwanamke, popote ulipo, shetani anakuwinda. Na wewe umepewa mamlaka hapa, winda au shetani kokote kuliko. Wewe mwanamke, wewe unataka kwenda kumuinda huyo jamaa. Anasemaje huyo mwanamke? Shetani na umbea tofauti. Manake umepandikizwa umbea wanawake ili msimshughulikie yeye. Kwa kataa umbea kwanza. Kwa sababu umbea asili ni ya nani? Kwani uongo? Ulize jirani yako mwanamke, kwamba wewe mwanamke, hivi wanawake sisi sio wabaya kweli sisi? Wewe sema. Ubuyu. Ndio wale sisi sio wapekaji wa ubuyu. Hebu nyinyi mko vitani, mmeletwa hapa kupambana, sio ubuyu. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Dunia inatawaliwa na uzao la tumbo na uzazi na chimbuko asili ya jiko. Tumbo la mwanamke ndio linatawala nini? Dunia. Kwa watu wa Mungu, mimi Mungu amenituma nilete ujumbe miaka 1000 tuliopewa, ambao tunatakiwa kutawala na kumiliki. Atakaye tuongoza ni mwanamke. Kwa wewe mwanamke, sasa kubali kuanzia leo kwa ajili ya hii vita. Kumbuka hii Mwanzo 3:15. Hii ndio iliyotangaza vita kwenye Biblia kati ya wewe na shetani. Ndio maana shetani kila siku anawinda thamani yako. Mko hapa mzai, shetani anajua unachotaka kukileta ni silaha ya kummaliza. Pambana, acha umbea. Mwambie acha umbea. Mwambie tena. Acha umbea. Mwambie tena, hajasikia huyo. Acha umbea. Shetani anawinda hayo magonjwa yaishi kwako wewe mwanamke. Ni kwa sababu anajua wewe ukiwa salama, una nguvu, utakubali kubeba silaha ambayo ni damu ya Yesu iliyotoka kwenye tumbo la mwanamke. Unaenda kummaliza yeye. Njia ya msalaba ni maarifa. Hii haipingiki. Najua kuna wanaume hapa tayari wanapinga. Kama upo mwanaume anayepinga, jiulize umetoka tumbo la nani? Na baba yako. Wewe mwanaume, muulize mwanaume mwenzi umetoka tumbo la nani? Kama uko na mwanamke jirani, muulize ageuke kuwa mwanaume. Umetoka tumbo la nani? Make mtume sasa kaonekana muomba. Tumbo la baba yako. Anasemaje? Dunia, watu wa Mungu, inatawaliwa na uzao. Manake hii dunia inatawaliwa na tumbo la mwanamke, ndilo linaloamua dunia sasa ibadilike, dunia isibadilike. Tunda la Roho.
Tunda la Roho ni upendo. Jukumu la kuendeleza uumbaji mtu alipewa mwanamke. Alipewa mwanamke. Walevi wote unaoona wameletwa na nani? Na mwanamke. Wazinzi wote unaoona wameletwa na nani? Na mwanamke. Wachawi wote unaoona wameletwa na nani? Na mwanamke. Kwa mwanamke utaanza kuleta nini kwanza? Neno la Mungu linasema ni kweli usiopingika kuwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa kuteka jamii ya wanawake basi atatawala dunia. Manake nyumba itakataa wokovu kwa sababu mwanamke hataki. Na kama mwanamke ametaka wokovu, mme hataki, manake anatumiwa na nani? Na shetani. Na wewe umeingia kwenye nira ya nini? Ya ndoa. Wako watu hapa wameacha kusali kwa sababu ya nini? Au ningewaambia basi sijaolewa, nisingeolewa. Wangapi wanakiri? Mwambie jirani yako shika neno. Shika neno. Mwambie tena. Shika neno. Na ukalitendee kazi. Na ukalitendee kazi. Na ukalitendee kazi. Na ukalitendee kazi. Amina, watu wa Mungu. Roho wa kweli wa Mungu alitaka huu ujumbe uwafikie jamii ya wanawake hapa duniani, ni kwa sababu jamii ya wanawake ndio inayotawala na kumiliki katika hizi falme. Kwa mwanamke, Mungu anakuhitaji sana uingie kwenye kanisa na ufanye kazi ya Mungu kwa moyo wote. Wewe ndio silaha pekee ya kwenda kuangusha ufalme wa shetani. Bila mwanamke, shetani hawezi kuanguka. Huu ujumbe naamini ni mrefu sana, una mwendelezo. Siku tupewa neema, siku nyingine tutajifunza zaidi wanawake. Amina. Tusimame watu wa Mungu. Tusimame.